masuala. Nakuja kwa update ya pili. Ndugu yangu, leo asubuhi katika kuendeleza kuiparalyze serikali, nilikusanya emails za wakuu wa mikoa, nilitaka ya nchi nzima. Nilitaka namba za simu na email address za wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa mikoa wa polisi, kwa maana ya RPCs na wakuu wa mikoa, emails zao wote. Tukawatumia email za kwa pamoja kuwajulisha juu ya maandamano yetu ya tarehe 9 ya amani yasiokuwa na kikomo. Email ambayo zimeambatana na onyo kwa polisi kuwaeka wazi kama wasije kajaribu kabisa kuja kuharibu maandamano yetu kwa njia yeyote ile ambayo labda akili zao inafikiria atafanikiwa, kwa sababu tuko na mipango ambayo bado haijaanza kutumika kidunia. Kwa maana yangu, tuko na version ambayo Tanzania bado haipo. Ndio tutakuwa mara ya kwanza tutaitumia kujiwekea ulinzi, kujilinda na kuhakikisha tunaiparalyze hii serikali. Sasa ndugu yangu, wakati leo natuma barua kwa sababu tu hawa wajamaa wanakuwa hawataki kujibu yale mabarua yetu na muda mwingine kuyafanya kwa kuyasoma, nikampigia simu nikampigia simu mtu anaitwa msemaji wa serikali Tanzania, Bwana Musimi jina yake, kwa simu ya moja kwa moja. Akapokea, anaonekana alikuwa na heshima, akanambia niko kwa kikao, tuwezi kuongea. Nikamwambia hii jambo ni muhimu sana, na ndugu yangu nimerekodi ya mazungumzo yote na nitaplay hapa kwa yote yote musikie. Kwa hiyo tukapokea, akanambia hatuwezi kuzungumza. Nikampigia Bwana Murilo, akanipa msaidizi yake. Alikuwa kidogo mkali baada ya kumweleza kama tunataka kufanya maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo na hatukui tayari kabisa muje kutuchezea. Kwa hiyo tunaomba mufuate katiba ya nchi inavyosema, nyinyi jukumu lenu ni kulinda mali za raia na haki zake. Kwa hiyo kama mnakuja muje kutulinda na mali zetu, masimu yetu ambayo tutakuwa tunawarecord yakuwe salama. So ikiwa mtarizia ni play hizo voice musikie, okay, mimi niko tayari kufanya hivyo ili muone jinsi gani tunaiparalyze serikali, tunaingia kwa mwili, tunajaribu kuingia kwa mwilini yao sasa. Ikiwa mnataka hivyo nitaendelea. Play kaka, play. Okay. Okay, ni siku nyingi na naona watu wana comment kwamba hawataki maneno mingi, anataka nilete point, ndio vile naogopa nisije nikakera watu, kwa hiyo samahani. So hii ilikuwa nadhani ya Murilo, kama mnasikia. Hello. Habari afande. Habari. Salama tu. Tulikuwa tunaongea na afande Murilo. Ongea na msaidizi wako. Aha, mtu gani tunaweza kupata nafasi ya kuongea na afande Murilo? Yuko kwenye meeting. Aha, ni muda gani kutoka sasa tunaweza kuwapigia tena? Anaongea na nani kwanza? Unaongea na mimi, ni Mtanzania, lakini kuko na taarifa ambayo tunataka kumfikishia afande wetu Murilo, na kwa sababu ya usensitive wake, kama kiofisi ni nini? Kwa sababu ya unyeti ya taarifa, ndio tunaomba mawasiliano naye kwa moja kwa moja. Okay. Ni jambo la kiofisi? Ndio. Ni kama jambo la haraka unaweza ukasema. Kwa sababu ya unyeti tunahisi ni muhimu sana kumfikia yeye, kama utaweza yaani unyeti ndio maana mimi nipo. Ndio maana unaona naongea mimi kwenye simu sasa hivi hapa. Ndio. Vinginevyo liwe labda la private, lakini kama la kiofisi ni jambo unaweza ukasema litafanywa kazi. Asante sana. Niambie. Asante na nakushukuru sana kwa kukubali kulisikiliza. Unaongea kutoka wapi kwanza? Mimi ni Mtanzania na tuko wapi? Unanisikia? Unaongea kutoka? Tunaongea kutoka Tanzania. Niko Tanzania hivi sasa. Tanzania sehemu gani? Dar es Salaam. Sehemu gani Dar es Salaam?
Unanisikia? Eh, Nimestopisha kidogo hiyo kimuuliza unanisikia, kwa sababu nilikuwa najaribu kutafuta jina ya mji ya Dar es Salaam, kwa sababu sijui majina mengi. Tunaendelea. nakusikia. Dar es Salaam sehemu gani? Sasa tuende kwenye taarifa kwanza ama vipi? Sawa, ndio maana nataka kujua upo sehemu gani. Okay, mimi niko Dar es Salaam, mji inaitwa Kawe Ndio. kwa sasa hivi. Hivyo ni taarifa ninaweza nikakupa kuhusu mimi. Sawa ni. Vipi, unaniruhusu kuendelea na taarifa? Endelea. Okay, kwanza tumetuma emails kwa njia ya fax kwa Bwana Murilo leo asubuhi kama masaa mawili iliyopita, na pia tulituma makao makuu ya polisi, lakini ilikuwa tunamfikia yeye muhimu zaidi kwa kumpa hii taarifa ya email rasmi ambayo tumeweza kumtumia. Kwa hiyo nilijulishwa kwamba ninatakiwa kumpigia simu kwa mazungumzo zaidi kidogo, na ndio maana nikampigia. So basically baada ya kutuma email kwa sababu nadhani amekuwa wanaona tutakuwa tunaogopa, wakaniambia tafadhali tupigie simu, kwa sababu ya ile email nilivyowaeleza hiyo barua ilivyofika leo, wakataka lazima niwapigie simu. Ndio niamwambia hapa kwamba nyinyi mmeniambia niwapigie, ndio nimepiga. Okay, kwa hiyo jambo la kwanza ilikuwa ni email ya taarifa rasmi ambayo ya kumjulisha RPC Murilo juu ya maandamano ya tarehe 9 Disemba 2025, kama kuijulisha jeshi ya polisi juu ya maandamano hayo. Lakini pia ilikuwa email na taarifa nyingine tuliwapelekea pia TLS, Tanganyika Law Society, kwa ajili ya kuweza kuambatanisha kwa polisi hizo email zote mbili ili tuweze kupata jawabu ya haraka. Ndio hasa taarifa inahusu hivyo. Okay, sawa. Sawa. Unasema email umepata? Tumewatumia email polisi tayari, tumetuma email makao makuu ya polisi tayari, na pia tumetuma email TLS tayari kuomba kuleta taarifa rasmi polisi, kwa sababu tunaofahamu kwamba jeshi la polisi mna wajibu wa kulinda raia na mali zetu. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kuwajulisha juu ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo, maandamano ambayo pia tumealika mashirika ya kimataifa kuja kufanya uangalizi wa maandamano hayo. Na hiyo ndio email ambayo na pamoja na fax ambayo tumewaletea polisi. Lakini kabla sijaendelea zaidi, nilikuwa umeniambia wewe ni msaidizi wa RPC Murilo. Unaweza tafadhali ukaniambia pia jina lako ni nani, ili kwa reference tu nijue ni nani nilikuwa naongea naye? Okay, sawa, vizuri. Kwa sababu hiyo nani tunasema ameandika kwa barua. Ndio. Kama ni barua basi majibu yatapatikana. Ya, asante sana. Unaweza pia ukaniambia ni nani nazungumza naye? Ulivyoiwakilisha basi na majibu yatakuja hivyo kama ulivyotuma. Aha, kwa njia ya maandishi umekusudia? Tunasema umetuma kwa njia ya maandishi. Ndio, tumetuma email kwa njia ya maandishi, lakini pia mnaweza mkayaweka majibu wazi kia, kama jeshi la polisi najua mnafanya hivyo, lakini kwa reference vituo vipo, ofisi zipo. Aha. Nasema upo Kawe, ofisi zipo. Unaweza kuwakilisha pia. Ofisi zipo. Ananiambia vile huko Kawe, anataka niende Kawe anishike. Sasa mimi siko Kawe, huyu jamaa sijui anajua anaongea na mtu wa aina gani, akili yake anajaribu kutega. Ndio tayari nilivyokuambia nimewasilisha makao makuu polisi, nimewasilisha kwa RPC Murilo, tumewasilisha barua nyingine Ikulu ya Tanzania na makao rasmi ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo naamini taarifa zimefika, lakini hii simu ilikuwa kama kujaribu kusisitiza ile kupata jawabu la haraka kutoka kwa jeshi la polisi juu ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo. Majibu yatapatikana kama. Aha. Basi tutashukuru sana kama majibu mtatupa kwa haraka. Oh, kakata simu. Oh my God.
Sasa yeah. Ndugu zangu, samahanini kama nimekuwa napoteza muda sana ku play hizi sauti za hawa jamaa, lakini nikiwaeleza maana halisi ya kuparalyze serikali ni hii kitu ambayo tunamaanisha, na hii ndio inakuwa inaonyesha kwa jinsi gani tupo serious katika juu ya maandamano tunayafanya. Ndugu yangu, bado unaogopa nini kutoka tarehe 9 Disemba 2025 wakati sasa mpaka jambazi Murilo tumempigia simu peke yake na amethibitisha kwamba atatupa majibu, lakini kesho kama hajatujibu nitampigia simu tena na tena na tena. Tunataka majibu kabla ya Jumatatu au yashanipa jibu ya haraka sana kwamba watakuja kutulinda raia pamoja na mali zetu. Hii ndio jawabu tunaitaka tuweze kuiweka public, ili kusudi akiwa mtu yoyote ambaye bado akona hofu ajue kwamba mbinu tunayotumia ni mbinu ambayo government ya Tanzania hawawezi kabisa kufikiria ni nini hasa, ni wapi hasa tunapita. Kwa hiyo ndugu zangu, tumepiga pia kwa Ikulu Tanzania leo, na wakati nimepiga zaidi ya mara 9 ikakuwa simu haipokelewi, baadaye ikapokelewa na mtu wa Ikulu Tanzania. Pia iko voice, nikamwambia kama tumeleta barua tarehe fulani na tulitarajia itakuja jawabu ya haraka, lakini bado mpaka sasa haijakuja jawabu. Akanambia sasa wewe umeleta Ikulu haifanyi kazi, kwa hiyo utaratibu wewe unafanya haiwezi kujibu hivyo unataka, lakini vile umeleta na kuhakikishia taarifa yako imejibiwa na tumeanza kuifanyia kazi. Kwa hiyo kama unataka maneno mengine, mastori mengine, tunaweza tukazungumza. Nikamuomba basi, nikamwambia kwa vile mimi ni raia Tanzania, nilikuwa naomba uarrange appointment ya kuongea na rais kwa simu moja kwa moja. Najua ni mtu yuko busy, ili ni kwa kuhofia, najua kama mtu kaisoma barua hajamueleza kwa uzuri, naomba umpe simu niongee naye, nimpe mataarifa kwa uzuri na kwa heshima, kwa nidhamu. Yule dada akakata simu bahati mbaya, jambo ambayo imeumiza sana moyo wangu, lakini ndio jambo ya mapambano, na tumemrekodi pia, tutaweka pia. Lakini tumeongea pia na makao makuu ya polisi. Kwa hiyo kama mlivyoisikia, polisi Tanzania imesema barua imefika, imewafika wenyewe na watatujibu. Jukumu la kuwasukuma wajibu kesho siko nalo tena peke yangu, mko nayo yote, lakini kwa ile polisi ambayo iko hapa, tafadhali msije mkaenda mkanitafuta Kawe au mkaenda mkapiga mawatu Kawe, itakuwa ni jambo la dhambi sana. Sasa kabla sijaingia kwa mikakati mingine ya kuwa paralyze wa jamaa, ningeomba kunyamaza hapa kidogo kusikiliza ni nini hasa mko na masuala ama maelezo kidogo, ili nijue kwamba tunakwenda sawa. Ni hivyo. Kwa nitanyamaza kidogo. Asante.